Tuna kikao hapo na watumishi hapa. Mbona kikao na watumishi? Ngoja nimempa namba yako jana, hajakupigia? Mkuu wa migration ya wilaya. Ngoja nitamtafuta nikamwambia akupigie. Lakini pia nilishamwelekeza kwamba akusaidie. Sasa mkishindana tena utaniambia kama hamjaelewana, lakini ngoja nimpigie nimwambie asolve, nilishamwambia jana asolve issue yako, akusaidie usubiri mpaka siku ziishe na acha watu wake wanakuja kuomba hela. Nitakupa namba zake, hamna shida. Nakutumia. Kaka vipi? Wema. Atuone mzee. Mambo yalikuwa mengi bwana. Mara sia, mara wapi nikasema mzee. Unajua tena nimeshemisha hizi. Sasa kwa ujumla ndio hivyo, na afisa si ungemweza sisi tulikuwa tumefikia. Maana kama mimi nilimwambia ndio, hiyo ni inaweza ikawepo, lakini lazima tuweke doubt. Maana kwa tuna watu ambao wametangulia. Unajua mimi tofauti na wale kidogo Kwa hiyo ndio maana nikawa nimeweka hiyo doubt. Kwa maana kwamba wale waliotangulia, lakini akanithibitisha kwamba wale mambo yao yalikuwa yamesha japo na taratibu. Maana unajua mimi nilikuwa nazungumza na nani? Brian. Yule Maroni ni mtu wangu wa karibu. Hata Dodoma tumekaa naye na nini. Akawa amenieleza sasa ni watu ambao walikuwa wananiambia mara ya kwanza nilikuwa bado siwaamini kwa sababu unapojua tena. Unaogopa? Lazima uwe na wasiwasi. Wewe ndio maana tulikuwa tumezungumzia tukafikia kwamba kama labda Brian ameondoka, labda Ima ameondoka na hao wengine labda walipata nini, maana sisi tukafika mahali tukaingizana mkenge. Kwa hiyo ilikuwa inanipa pia doubt. Lakini nikasema baada tukuongea naye akaribonieka wazi kwamba mambo mliweka vizuri. Sikiliza ngoja nikwambie kitu tulichofanya. Kitu tulichofanya tuliangalia hivi kwamba mfano huyu hapa anaacha sasa hivi. Tukaangalia projection ya vikao vitu vilivyokuwa pale kwa sababu wale wameachia muda kabla ya kutoka fedha. Na tukaangalia kwamba bado na vikao vyake. Ana vikao vyake vingapi. Tukapiga hesabu kwamba haina shida. Tunaona kwa vikao vile mtu ingelikuwaje. Ili tumsupport na yeye kwenda kwa mfano nilizokuambia jamaa pale alikuwa anashika titi. Ndio la titi unaona. Gazela katini pale. Sasa apige chini hapa endelee kupata titi. Itakuwa sio vizuri. Itakuwa sio vizuri. Sawa. Kwa hivyo tukaenda mtu by case hivyo lakini ni almost ni amount ile ya kuja establish. Josephine alikuwa huku chini. Tulibidi amungu aende huku. Sawa. Mimi nakwambia. Sikiliza bwana, wewe bado kijana. Angalia future yako na mambo yako mengine mengi. Sisi. Kwa hiyo kama mshakueleza. Haya ndio sasa tusopo nini? Haya sisi commitment yetu kama wewe kutoka pale unaenda wapi? Wewe wala tunashida. Ndio commitment. Na kama hatuwezi kulifanya kama umetoka. Lazima ukubali kutuamini. Na kutuamini na kuanzia wapi sasa? Kwenye hili la kwako wewe unasema nyingine kwamba hii sema nyingine hapa tunafanyaje? Hayo wengine atapata awali, baki kazi najua muda wote mtu anaweza kwa usiachwe. Vitu ambavyo pale kwenye huko kijijini ambapo tulikuwa tumesema kwamba vingefanyika hivyo at least mtu ungejenga confidence kwa hata ukiondoka. Kwa barabara kuna Miembeni ile na ile ya sokoni pale na Marai basi na nani na issue gani? Issue soko walikuwa wanataka Migungani pale waanzishe soko lao bwana. Huyo ni shutatu. Na naamini nilikwambia pale kwamba hata tulipokwenda Dar es Salaam ni kesi gani. Hivi kuna mtumishi wa serikali hapa anaweza akapewa maelekezo na Chama cha Mapinduzi akatekeleza kinyume chake. Sio right. Naangalia kuitambulisha na kanisa. Kwa dharura yupo. Dharura tunamwelekeza anafanya, hamna shida. Fanye tunasikia kazi. Hamna bisi. Finalize issue. Basi hatakuwa na shida. Weekend naweza nikaenda ni Ugweno. Kwa hiyo kama nitaenda Ugweno ina maana hata siku ya Juma. Ugweno ndio kwenu? Kule si mamangu amezaliwa kule sasa. Mimi kwa tu nani pale kwenu. Mama. Wewe si wa saba? Unaingilia hapa Mwanga. Unafikiri huyu mmeli? Unaona hata kwenye mkawa na akili. Unaona mmeli. Na kwako hii issue ya nini hapa? Nilikwambia pale wale wajinga jamaa pale.
ndio ule fani kwa mfano kutana na changamoto hapo. Watu walimuvu mwaka wa fedha ukafika ikafungwa. Baada ya kutiwa kaamkia huko kulima maana nini nafikiri wao kesho nafikiri ulikuwa na wasiliana sana na Brian. Na jamaa wa Mbureni. Yeye Mbureni sijawasiliana naye sana sababu at the end hapo sikuwa nimemtafuta. Kesho hata asubuhi mimi nishaongea na DT hata nilipotoka kwetu nishaongea naye. Kwa hiyo hiyo wala haina shida. Sasa hivi sana tunachojipanga sisi hapa. Tunapambana tuna sherehe ya Brian. Nafikiri hata hawa na huyu alishapiwa naye ndio coordinator of coordinate sisi. Na hata hapa tulishakubaliana basi kama ni hivyo nafikiri hamna litakalo haribika. Mimi nafikiria mambo mengine tunaweza tukaja sasa tukikutana kwa hicho kikao kingine. Tunajua tuna malizana. Unajua mzoma mimi ngoja sikutana na diwani. Diwani msomi. Alafu mbona mimi nimewahi kuona mara moja tu kwenye kikao cha wale jamaa zako. Wapi? Swali mashauri. Hata kwenye shamba Karangazi tunakutana. Mara moja. Sasa yani hatuje kukaa na kuzungumza. Kwa maana safi. Mama anaje. Mbona umechoka sana kazi yako? Kwa kweli nimechoka. Tukalia kama mwanangu. Yaani kama mngejidamsha Kila hoya. Sikiliza pale bila kula. Chakula mngeni mikokota hivi. Kwema. Sasa tuzungumze kwa kifupi na nini dasi. Dasi mimi nilipa feedback ya masuala yetu. Kwa mzungumzo. Lakini mimi nikataka tuzungumze kwa wingi sana. Lakini sababu nzuri na wao wamekuepo. Hamna mbaya. Si tulikuwa tunakutegemea. Mimi sijui mlizungumza nini sana, lakini mimi nilikuwa na option mbili au tatu. Option kwanza, wewe ni msomi. Sasa hivi ndio muda ajira zinatoka. Tumefanya mpango kuingia kwenye system. Kama ambavyo tunafanya kwa Bryson na Josephine. Wale sababu ajira zao muda wote wanaweza kaingia kazini. Yule Emmanuel naye kazi yake ndio imetangazwa. Tunataka ingie kule Arusha DC. Kwa kipindi hicho ambacho watakuwa wanajiona kwa kipindi hicho ambacho wanasubiri ajira za serikali wanajitolea kule. Sasa kwa kesi kama kwako mimi niwaambia unamaliza chuo mwezi wa 6 sio umemaliza? Nishamaliza. Sasa tungepambana huu mwezi wa 9 ukaingia kwenye ajira if you are willing, lakini na aina gani ya ajira yenyewe pia tunaweza tukakubaliana. Ukibadilika unarudi CCM, obvious unashinda asubuhi tu kwa sababu bado watu wanakukubali na chama chapezi ukata. Unarudi ili kuongeza nguvu ya chama na kwa usomi wako. Lakini hii option wewe sasa option ipi ambayo unaweza kuamua? Wasiwasi wangu. Maana unajua once unaambiwa kwamba ni ajira ile ni kitu kama iko fumbo sababu si bado maana pia wenye mamlaka ni wengine zaidi. Japokuwa najua pia na nyinyi mna mamlaka sababu si wawakilishi. Lakini kwa watu ambao mimi naona ni tempo, ni kama tempo, na maana hima naona ni kama tempo. Na nani huyu Brai nilikuwa nikifanya naye mazungumzo mapema mwanzoni. Lakini bado tena nani nikaa na doubt kutokana na ile sijaona kama vile kwanza hayupo kwenye hiyo ajira na pia mambo yake nikaona kama vile kesi yake Brai ni tofauti kidogo. Kesi ya Brai ni tofauti kidogo. Ngoja nikwambie kwa sababu mimi nimefunga safari kwa issue ya Brai. Kwanza unajua ni Wizara ya Maliasili. Hata ajira walikuwa hawajatangaza. Wala walikuwa wahitaji watu. Lakini wakasema mwezi wa 9 watamchukua tarehe moja ambayo wakasema watakuwa na nafasi 3 za professional kama hiyo ya Brai. Kwa hiyo wakasema mwezi wa 9 watamchukua. Lakini kutofanya kazi kule yeye ni mwenyewe. Yeye mwenyewe ndo aliamua. Brai mwenyewe ndo aliamua. Lakini pamoja na hayo kuhusu ajira sisi tunaweza tukawa tufanye maamuzi lakini tuna influence. Kwa mfano sasa hivi imepelea nani? Imepelea CV ya Brai peke yake ndio watu tukao tujapeleka. Mzee Kinana mwenyewe amekuja kuchukua majina hapa. Kwa hiyo kwa nafasi yake anakwenda kufanya anayojua yeye wakati na sisi tunahangaika tunajua sisi. Sasa kwa mfano walinieleza mimi issue zako za kule. Zipo zinazohitaji muda. Zipo ambazo tunaweza tukazifanya hata kuanzia wiki ijayo. Kwa mfano wiki ijayo na ziara nataka niongee Mbuguni na nini. Lakini yako yanayohitaji muda. Kwa lazima tukae tufanye mipango tuzikuyamaliza. Lakini kwa sasa hivi kwa sababu sisi rais anakuja baada ya wiki 3-2. Hata wakati tunaongea naye
tutaka tumwambie kwamba kuna vijana hivi na hivi na hivi wamehama kwa sababu yako, tunaomba uwasaidie kuondoka nao. Ina make sense. Yuko hapa tarehe 23 mwezi huu. Kwa sisi kwa sababu kuna panalala hapa usiku, tunataka tumwambie kwa sababu kwenye ratiba pia tunazungumza naye. Anazungumza na wakurugenzi wote wawili, Dasi DSO. Kwa hiyo usiku nataka tumwambie bana, hebu ondoka nao watu ili hata wengine wapate moyo wa kuendelea kutoka, kwa sababu hawa wametoka kwa ajili yako, inaweza kaleta chachu zaidi. Mmoja mimi sikuepo huko muda na kuepo narudi, lakini wale nilitegemea wawe kama pilot ambao itanijengea mimi trust. Ndio unaona hapo nilikuwa kidogo navutika. Unaposema wale unamaanisha nani kwa mfano? Ni Brian. Sasa Brian sikiliza nafasi amepatiwa pale. Na baadhi ameambiwa aenda kusema kidogo. Tasumbua na vizuri. Anasema DC hapa tunafanyika. Brian anazungusha hivi. Unabeba mtu anasema harusi. Yeye anasema harusi kwanza hii. Yaani ngoja nikwambie, katika hali ya kawaida kama binadamu anakuwa na doubt. Kwa mfano Brian ana doubt hata ajira yake na nini. No, hivi. Sisi tuko hapa. Sisi tuko hapa. Ndio maana tunahangaika na mambo ya Josephine na ajira za TRA na tunahangaika. Sisi wenyewe ndio tunafanya. Ima amejishikiza pale. Wametangaza nafasi iko pale sasa hivi. Hata sisi tunataka kuongea na mkurugenzi, tunakwambia huyu ndio lazima ajiriwe. Na tunashakubaliana. Hii ajira hiyo yenyewe imeshaisha. Sisi wameshatangaza kazi pale. Iko hapa. Mimi hapa juma ngapi afisa utumishi anaondoka hapa Chitete kwenda Dar es Salaam kwenda kufuatilia na sisi mbali vya kwetu hapa. Sawa. Basi mimi unasikia mkurugenzi? Unasikia mkurugenzi? Kwa mfano mimi huyo tukikubaliana. Mheshimiwa hapa tukikubaliana kwamba bana mimi naondoka. Mimi nitakachokufanya mimi mwenyewe ndio kwa kipindi ambacho utakuwa hujapata ajira, nitakuwa nakulipa mshahara. Yaani nitakupa hela yako wewe mwenyewe utajua unafanyaje. Ili sasa wakati huo wewe wakati tunakuangaikia uje kwenye system. Hiyo inabaki inatunza familia yako. Kwa hiyo ndio hilo hapo pia nilikuwa naliangalia, maana mtu ase kuondoka na maana kuna vitu ambavyo vidogo kwa maslahi ambayo utakuwa umeacha. Ngoja nikwambie kwa mfano. Hata mimi nimejisikia sana muda mrefu sana na wife. Ngoja mimi nikwambie kitu. Kwa mfano sasa hivi ukisema bana mimi naachana na hii habari. Mimi hata sasa ukisema nikakuchukulia la kwenye nini, nitakuchukulia na kukwambia bana hii miezi miwili au mitatu utakuwa familia itakaa hivi, lakini wakati wote sisi ni mzigo wetu sisi kukufanya uingie kwenye system ili baada ya miezi miwili mitatu flow yako ianze kuflow mwenyewe pale. Mimi tukikubaliana sasa hivi sina matatizo. Sikiliza mzee wa Leguruki ameondoka hapa, siku hiyo nimeondoka naye hapa. Muulize huyu hapa. Siku hiyo ameandika barua hapa, nimeondoka naye hapa siku hiyo. Akaenda kunionyesha shimo la choo shuleni, sio limekuaje. Pale nikarudi tena, nilienda na mhandisi. Siku hiyo akaondoka mhandisi kwenda kuchukua pale nini na kuleta gharama. Nimetoka kule kesho yake nikaja kuidhinisha fedha hapo. Nikaenda uliza hilo shimo la choo lipo halipo. Akanionyesha zahanati kule bati sijui zimekwaje. Zahanati haina choo. Muulize. Kuna nini kule ambacho kipo. Akaniambia sijui na vitu gani na nini hapo. Umeviona sijui ni nani. Basi tufanye hivi. Mkoa amekuja hapa akatoa bati. Muulize aliitwa hapa yeye mwenyewe akaja kupokea bati. Sasa ndio tufix kama itawezekana, mimi at any time naweza pia nikaja kama tukiweka vizuri, lakini sema hiyo uliyosema 2 milioni kimsingi ni siwezi nikaita ni peanut, lakini Bwana maisha hebu sema I'm taking for my hapo sasa hiyo granted kwa sababu hapo ni kwamba unajisacrifice. Maana by the way pia uwezi jua reaction baada ya hapo. Maana mimi najua kwamba naenda kuanza maisha. Yaani hiyo itakuwa settled. Wala usio na wasiwasi. Sasa hebu liangalie na utatumia hekima yako. Hebu niambie. Wewe niambie kabisa tumalize hapa tukio wote. Wewe utatumia hekima yako. Baada hapa yanaishi hapa. Hebu sema mheshimiwa, wewe sema tusaidiane, hebu niambie niongeze ngapi. Mama unajua kama hiyo nani hiyo 2 milioni kweli ni nani? Watu ukiangalia mwenyewe si unajua hata mpaka unaniogopesha kusema. Umeona? Ungeze msema na wewe. Sasa unajua kwanza mimi nashangaa kwa sababu hamna hata diwani aliyetoka hapa aliyepata zaidi ya hiyo. Kwanza juzi. Wewe jua. No, kuna mmoja Brian jamaa sana na hisa hata yeye amenificha kabisa. Yaani hakutaka kabisa na Black hakutaka hata kuniambia kitu. Alafu kwa nikwambie kwa watu wenye akili kama wewe, huwezi kukaa kwenye hiyo chama.
Washaleta hizo barua lakini naweza nikamwambia pia wasinani tu. Maana waleta na mtasari wote na nini. Waleta siku nyingi. Siku ile nikakwambia ukaniambia utatana. Wala huo mtasari huo nitauchukua huko kijijini huko watakapokuepo huko. Huo hata siuhitaji huko. Eneo la kwao. Mimi kwanza hiyo haina shida hiyo. Mimi wala hata haina shida. Kesho tukumwambia tu mimi wewe sasa wewe unazidi kutuchelewesha. Sasa mimi ndio nakwambia wewe sasa sema lini kama huyu atamaliza hilo. Lini sasa tunani? Kesho malize hiyo habari sawa. Maana mimi kwa wife naweza nikaja malize habari. Greda liende kule. Alafu wewe jioni njoo tumalize. Hiyo kesho. Kesho huyu anaenda kesho. Kwanza wamalize hiyo, wamalize wakijimaka sisi kwa ili kuja kunani. Nyie mkimaliza hiyo wakawa wamesatisfy, mpaka unajua hata mtu akijua kama kitu fulani kimefanyika, hata kijini wakajua pale, hata ukija hivi wakisikia bwana alishaondoka na bwana nimemaliza kazi yenu. Si ndio ile mpaka ule kijini ndio kijiji ambacho kina kelele sana. Wewe unaweza kuandika barua. Alafu itangaze. Unaweza kuandika barua. Sio ngombe. Alafu itangaze mpaka vile utakaposema wewe. Hakuna mtu atakayetangaza barua. Wewe unajua Yanga Bobo aliandika lini? Imekaa wiki hizi 2 tunayo barua mpaka alivyosema yeye. Ala mheshimiwa Kitwanga. Tena iliandikwa ikafungiwa na wewe. Kaiacha hapo tukaendelea na shughuli zingine. Sasa kama nilivyo mimi nikiandike nije nayo kesho kama yule nani ataongeza kidogo hapo mimi nije kesho ndani maana sasa hiyo nani kesho wewe unayeacha kuleta kesho mpaka wabadilishe wewe wakati umeshajifunza kwanza wewe sikiliza kwanza mimi ukiandika tu hivi hapo unasikia na kesho tu hiyo mimi kwanza nakuja nakwambia wewe umetoka kule unazunguka pamoja na hayo unasikia wewe kesho hiyo mimi unakuja hapa na kuonyesha na shule hiyo hapo ingia wange kufundisha mshahara hapo mimi ngoja nikwambie wewe sina nani mfano hata kusema kwa time hata kwa mfano kwa hiyo miezi miwili ambayo bado unatafuta kuingia kwenye system ya serikali amino kwa hilo la ajira kwa science ni kufuata hiyo science maana una shule nyingi tusababisha lakini ndio sitaki kujiangalia sana ndio maana naangalia hiyo kisu afu pamoja na hayo jamaa vijana mambo ya wanaume yanaishaga mapema tunaachana sana umeelewa mimi nilikuwa namshauri hivi mheshimiwa haya mengine yanaweza kufanyika wewe hata kama wewe kaandike barua hata sasa hivi mimi barua nataka kukuletea kesho. Maana sasa hivi na stationery. Sasa hivi nilikwambia kwamba kuna mahali nilikuwa naenda fast. Kwa hiyo na maana hiyo barua mimi naweza nikaja kesho niambie ni saa ngapi tukutane. Mimi na type tu. Wewe sasa muda wako mimi hata saa moja. Lakini hiyo na nini nataka kufikiria hapo na hiyo kisu. Ili tuweze kuongeza kidogo utajua cha kufanyia lakini maliza basi hata ukiniambia tumalize usiku huu mimi sina tatizo. Wewe haina shida. Mimi ningekuja hapa. Kabisa uko serious nimeona uko serious alafu unasikia sisi tarehe 23 unajua sisi kwa foto 23 mbali huyu jamaa anapokuja hapa si unajua mambo mengi atatusaidia wala tutahangaika na nyete wewe utakuja kuona yani sisi yani nyinyi tunawasubmit tarehe 23 sisi tukishamkabidhi yeye wala sisi hatuna kazi tena basi jamaa akishawachukua sina shida gani tena fanya sasa kama wasomi unasikia wewe mstation mtu kule au mpe namba yangu sawa yeye anipigie mimi kesho asubuhi na mtu wangu wa ardhi sawa nitakuwa nimeshazuka huko sawa nitaenda nitaonyeshwa nitambeba mtu wangu wa ardhi nitamwambia aondoke hapa na nini lakini pia uambie kabisa wewe unawakuta pale nimetumwa na diwani wewe kwa kabisa kwa sababu si ndio mipango yenyewe kwa huyu si hata mtendaji sasa wewe mtendaji wako basi kwa hiyo kesho sasa saa ngapi nikupigie mimi hata saa 1 asubuhi kesho mimi nakutaka jioni nije huko. Jioni basi sawa. Wewe njoo sasa uje sana barua kabisa. Tumalize. Hiyo barua mimi naenda kutaka mwenyewe sina nani pale. Haitakuwa na. Basi mimi nakuandalia mzigo wako. Kwa mfano mimi kwanza nimetoka kwenye nafasi yangu ya udiwani. Mimi kweli siku vitu nimekuwa huru. Ndio nilifika mahali mimi najificha sitaki kutokea vijiweni. Kwa sababu hichi sijafanya. Maisha magumu. Wananchi wanaomba hela. Unakosa amani. Kwa hiyo Brian alipopewa kazi pale halmashauri kwenye mambo ya utalii, yeye akasema kwa sasa hivi yuko busy na harusi anaomba amalize kwanza harusi. Umeelewa? Brian ile hata sasa hivi umpatie aina kwa sababu ya ile harusi yake. Na ni kesho kutwa. Na tunaenda kuvamia. Yaani wote kwanza dasi ndo nani? Ndio organize. Ndio organize. Wale watu
mimi siku najiuzulu, sikuwaamini kwamba yani hicho nilichokifanya kama wangeweza kufanya ambapo wao waliniahidi. Kwa sababu mimi nimefanya sijapewa chochote. Yaani mimi mpaka naandika barua ya kujiuzulu chochote. Lakini walikuwa waaminifu. Baadaye wamekuja kuendelea kunifanyia vile ambavyo waliniahidi. Kwa sababu kwa mfano mimi nimeajiriwa Arusha DC. Lakini leo kibali cha ajira baada ya halmashauri kimetangazwa. Mimi nimeshaandika barua leo mchana nakutana na Maera, mkurugenzi huko na gazeti na DC. Mimi siingii online. Mimi naingia moja kwa moja kwenye ajira. Kwa sababu utumishi wametoa, lakini pia halmashauri ya Arusha DC walikuwa pia kibali cha kuajiri. Umeelewa? Hiyo ni moja. Lakini la pili, vile vyote ambavyo wao waliniahidi, mimi walinipa. Na sio mimi tu, mzee Sikawa alipewa. Mtu ambaye hajapewaga ni Jafet, yeye hakutaka. Hataki chochote, yeye alikataa chochote. Chochote, yani hataki udiwani, hataki kazi, yeye anachotaka tu ni shule yake iwe salama. Basi. Umeelewa? Bryson amepewa kila alichokuwa anakitaka, lakini sasa shida ya Bryson, harusi yake na yeye mwenyewe anakaa Maroroni, atoki lami kuja kupatana na watu. Mimi hata asubuhi ya leo nimeongea na mkurugenzi, amenipigia simu. Akaniambia Ima, mpigie yule diwani wa Mbuguni, mwambie aamini tunachomwambia. Maana itafika mahali sasa tutaona sasa kama vile hatuamini na sisi tutabidi sasa tunyamaze. Lakini kiukweli ni kwamba mwambie aamini kile tunachomwambia, na hata yeye akitaka sema sasa hiyo sijui kama utaweza. Hata yeye akitaka kurudia kwa CCM sisi tutamrudisha kama yeye ni udiwani anataka. Mimi nataka kisha niwaambie hivi kwanza kabla ya kuondoka, mimi hata kama wasiponipa hela lakini soko at least wao wametangaza na ile sio kama walikuwa na yani kulifungua. Wameka mapima pale wamerudi, lakini sasa jana nilikuwa ameniambia na nini. Sasa wanakuwekea pini kwa sababu ameniambia na nini. Yaani unajua ndio pini za kama kusudi. Sasa wanaamini kwa sababu gani? Wao wanaenda kupima tu afu watoto bala. Hivi kama mkuu ile alisema watoe kibali. Au wao bwana sasa wao wanakavyo wanamtoa. Na wakati mimi hapa nilikuwa mimi nimepangwa kamati ya ardhi ya fedha. Nilikataa sababu nataka kama naondoka. Niliondoka mimi kamati ya Mungu nakwambia. Ukifanya maamuzi leo, ndio soko linafunguliwa hata kesho. Mbona mimi sikiliza. Siku ambayo mimi nilifanya maamuzi. Sawa? Ndio siku ambayo DC alishuka kule kwangu kwenda kunisafisha. Umeelewa? Akaenda akaelezea, unajua kuna vitu hiyo maisha watafungua kwa sababu wameamua kushindana na nyinyi. Unajua katika ile soko kwa nini shida gani lisifungue? Ndio sababu mimi hapa ninahitaji kutoka pale, lakini mimi ujuani bwana, kwa sababu na vitu wangu nataka nifanye mimi nikiwa kule nishaanza kuvitarget. Ina maana hata wakifanya soko wakati nimeshaondoka, watu waweza wakasema ni wewe. Okay. Sasa kama kuna kosa kubwa umelifanya ni hilo kwamba umetaka kutoka alafu ukaacha ile soko, watalifungua kamwe, watashindana na wewe. Mimi kama kwa wewe kutoka mimi ndio kama moja ile soko inawezekana wanalizuia tu. Maana Kazeri alikula naye, aling'ata naye mkono, tulikuwa naye kwa mahali akasema haki ya Mungu. Kwa mfano ndio diwani wa Kabogo, haki ya Mungu miradi itaenda mahali ambapo madiwani tunaelewana. Ambaye ni Leguruki, Kabogo. Maana Leguruki anarudia na Kabogo. Na Kabogo Makiba. Majengo naye Benadi alikuwa anataka kutoka. Sawa akasema na lakini ziko kata ambazo hakuna kitu kitaenda. Yaani hilo soko lina ni interest ya halmashauri. Lakini wanazuia kwa sababu tu wewe uko Chadema. Umeelewa? Sasa cha kwanza na pia nikasema hata kama kwa mfano hata kama mkiondoka leo ndio atakupa hiyo milioni 2 na hiyo milioni na kutosha. Mimi kufanya mambo yangu mengine. Magari sasa labda mimi kwenda ajira mbali. Maka wewe nimezungumza naye hataki kwa msaji niende mbali. Na ukua kwa upande wa huko na sio salama. Nikwambie kwanza. Sio salama. Yaani halmashauri ya Arusha DC. Kama kuna kibali imepewa kikubwa cha kuajiri mpaka imekuwa ni shida, kada ya ualimu. Mkada wa walimu. Yaani imepewa ya juu. Ani sitaki kwenda serikalini kwa ualimu sasa. Utaki mimi niko nikushauri ndugu yangu. Wewe unasema milioni 2 haitoshi. Ni kweli. Lakini wale watu ule mkopo kule benki kwanza ujue moja, hamna mtu anakudai. Yaani Kazeri aliflash. Na wao walichotuahidi sisi na wameendelea kutupa kidogo kidogo mpaka leo. Walituahidi kutupa kidogo chetu. Yaani ndio ya kwanza ambayo walituahidi. Na wanatupa kidogo kidogo milioni 11. Ndio vinagongo chote jumla nafikiri ni milioni kama 12. Bongo wilaya akamwambia madiwani wote waliotoka nataka uwape pesa zao. Kwa Kazeri yeye anachokifanya ana time budget
ana time kule pamekaaje, anachomoa, anatumia na kidogo kwa sababu sasa akipiga yote si ataojiwa, anaojiwa. Lakini yeye katuahidi, ametuambia mimi nitafanya kwa style hii mpaka nitaikisha nimaliza, na hata siku ya baraza likipigia mwisho, maana yake ninayo hapa kigongo chao inakuwa na nyinyi sehemu ya nilio hapa. Kwa hiyo nahesabia kwa sababu uchaguzi huu mpaka urudiwe sio sasa hivi. Kule tu wakija haraka ina maana watabidi walipe watu wawili walionia pamoja na sisi, kwa mfano tumbeni nikiondoka, alafu na hawa ambao watakaye kuwa madiwani baadaye. Yaani maana mkurugenzi anasema hivi, sawa? Kwanza anasema leo wakiingia madiwani wa Chama cha Mapinduzi kwenye huko ambapo sisi tumetoka, ambao wameshamuandaa yule wakisikawa yule atakuwa diwani, atakuwa mwenyekiti wa halmashauri. Yaani hata sio hivyo tu, hata huu uchaguzi wa madiwani 7 ukirudiwa, wamesema watahakikisha mwenyekiti yule anapigiwa kura ya no confidence kwa sababu kutumia madiwani wale na watamtengenezea hoja, lakini mwisho wa siku liko kwenye kura ya maoni, wewe utarudi Bernard hatarudi. Unafahamu? Umeelewa? Kwa sababu sasa hivi watajipanga kupita na wameru wao. Sasa future yako iko wapi? Riko na security lazima uiangalie. Riko. Security hivi Riko mimi Riko nakaa katiti ati. Sawa. Riko mimi security niliyoko nayo. I say mimi namtafuta mkuu wa wilaya na watafuta, tunakaa mahali tunazungumza, mimi nawaitanga mahali, naambia bana mimi sina hela, mkuu wa wilaya anataka Kazeri mtafutie udogo hela. Kazeri ananitafutia hela, ananipa, naenda mimi mpaka kodi ya nyumba sahihi. Kazeri ananisaidia kupitia DC. Mungu huyu mimi Josephine wewe Mafie kwa sababu tu haiwezekani, lakini Mafie Bryson Bernard hata tungetandikia tusingerudishwa na Chadema 2020. Hata tungetandikia tusingerudishwa. Ndio. Kwa sababu tupo nao, lakini wao hawatuamini. Na shango. Mafie yeye angerudi tu kwa sababu Mafie ana ile majority ya kiwashauri. Lakini sisi wengine hata mpaka leo wakina Shango hawatarudi kabisa. Na nikuambie tu tuliko kwa mikakati ambayo imekaa, mimi nakupa siri za ndani. Hakuna diwani hata mmoja wa Chadema atarudi kwenye jimbo hili. Yaani ni mikakati imepangwa ambayo DC anaelekezwa moja kwa moja. Tunakaa naye usulubisia, anapigiwa simu, anapokea mbele yetu kwamba hata akishinda wa Chadema atangazwa wa CCM. Alafu sio hivyo tu. Hivi kama katiti Chadema walishinda na Tengeu, lakini sehemu alitangaza na hakuna kitu imefanyika mpaka leo. Si juzi kitongoji. Ni kweli, na ni kitongoji. Kazeri anasema yeye hawezi lipwa na serikali akaja akamtangaza na sadi maisha. Ni kweli. Mtu atabaki atashindaga hapa ni Lema atashinda kwa sababu, lakini pia madiwani wake hawatashinda, lakini Lema atashinda kwa sababu mtu anataka kugombea jimbo ambaye anakipasua Chama cha Mapinduzi ni Mrisho Gambo. Sasa Mrisho Gambo Chama cha Mapinduzi akimkubali ndio wakasababisha Lema aendelee kuwa na kura. Hiyo mimi najua kama na nini Mrisho Gambo hawapatani na hawapatani. Hata nimemuona mjeti tu. Umeona hawapatani kabisa. Lazima kwa nini? Huyu dogo. Lakini mmeto iko vizuri, huyu dogo ni koo ya Magufuli. Huyu huko sio koo ya Magufuli, lakini mtu wa kule. Huyu ni mtu wa Membe. Mtu wa Membe na Kikwete. Lakini alifanikiwa kupata ukuu mkoa kwa kumfitini Mtibenda. Alitengeneza raio za kuchoma shule. Kwa Mtibenda akaonekana kama vile ameshindwa kusimamia mkoa, shule zinachomwa ovyo, akamfitini akanyanyuliwa. Akavuruganaga pia na Lema ile moja. Sasa yule dogo yule huyu nani? Mnyeti. Mnyeti yeye wakati watu wanatoka Chama cha Mapinduzi kumpata Lowassa, yeye pekee ndo alibaki kwenye Chama cha Mapinduzi na Magufuli. Na yeye ndo alikuwa anasambaza fomu za urais za Magufuli. Mnyeti, yaani watu wote wananyofoka, wanamkimbilia Lowassa, wamechanganyikiwa. Yeye akabaki akasema mimi sitoki. Huyu ndo rais. Hata Magufuli aliposhinda tu mtoto alichukuliwa, akapelekwa Ikulu kabisa kuwa mshauri wa Ikulu. Ndo akatolewa akaletwa. Kwa hiyo Magufuli anampigia Mnyeti simu straight. Akati kisheria anataka kumpigia mkuu wa mkoa ndo amwagize. Kwa hiyo vita yao ni kwamba rais anampigiaje simu badala simu ipitie huko. Kwa hiyo anaona wivu ya huko, rais huyu anaweza akachukua mkoa. Na huyu huko naye ameamua kuvimba wala amuelewaki. Kazeri anaweza kumpigia wifu wako hata DC. Mimi mara ya mwisho kwa kutengeneza kabisa kupata uhakika, mimi nilimwambia Kazeri naomba ongea na Dr. Juli. Maana Dr. Juli
alikuwa anahofia maisha yangu. Kazini akampigia dokta. Mkuu wa wilaya akampigia dokta. Akamwambia, dokta ananiambia andika. Maana sasa ameshaongea na watu wenye akili. Akaambia mimi nimezungumza na watu wawili, hata mimi nilikuwa nataka kupata uoga. Lakini nimezungumza na mkuu wa wilaya, nimezungumza na mkurugenzi, nenda kaandika barua. Basi nikaandika. Kwa hiyo unaweza kazini mwenyewe anaweza akampigia wao.